Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana niweze kuwapakulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra, nikope lako sikio na tafadhali jiunge kwenye ukumbi huu. Hii serikali haramu ya Samia Suluhu Hassan ambayo iliweza kumwaga damu ya maelfu ya wananchi Tanzania, wameanza kulimana, wameanza kupigana wenyewe kwa wenyewe ndani ya chama cha CCM. Wanalimana kulimana, hawana amani. Unajua, hii serikali haiwezi kanyanyasa mwananchi, haiwezi kawaua wananchi alafu wapata amani. Hata Mwenyezi Mungu hawezi akakubali mambo kama hayo. Ninamaanisha nini mpenzi mtazamaji? Kuna huyu mbunge mwenye aliaga dunia hapo jana, mbunge Jenista Mhagama, mbunge kutoka kwa chama cha CCM, na ninafikiri kwamba kipindi kimoja alikuwa ni waziri na alikuwa anamtumikia Samia, lakini ikafika hapa katikati ikaonekana kwamba wamekosana kidogo. Huyu mbunge akaanza kuchukua milengo, anampenda Nchimbi kuliko Samia. Inaonekana kwamba huyu mbunge kifo chake huenda kiliweza kusababishwa kutoka kwa Ikulu, kwa sababu taarifa ambazo zinatolewa na kaka yake huyu mbunge zinashtusha. Zinaeleza kwamba baada ya huyu mbunge kuaga dunia, Jenista Mhagama, familia imetaka upasuaji uweze kufanywa kwenye mwili wake ili kubaini ni kipi ambacho kiliweza kusababisha maafa ya mpendwa wao. Lakini serikali ya Samia imekataa kwamba mbunge huyo asije akafanyiwa upasuaji. Sasa ndugu na marafiki wameamua kuleta mpasuaji, ukipenda patholojia, kutoka Kenya akuje kufanya upasuaji, lakini serikali haitaki. Mfano, angalia hiyo taarifa hapo ambayo nimeweza kupewa. Ninaambiwa hivi, kaka yake Jenista Mhagama, mbunge ambaye aliweza kuaga, ambaye ni padri wa Katoliki, amejitolea gharama za kumleta daktari kutoka Kenya ili aje kufanya postmortem ya mwili wa dada yake Jenista, lakini serikali inakataa. DC amekuwa anaingia na kutoka, ndiye anashinikiza ratiba ipangwe leo ili marehemu asafirishwe faster kwenda kuzikwa Songea. Nyumbani kwa marehemu kuna wamama wawili waliovalia buibui na miwani aina ya sungales. Familia haiwafahamu, ila wanajifanya kulia sana, lakini kila mara wanatoka nje kwa zamu kuongea na simu. Wameshashtukiwa ni watu wa TIS, idara ya usalama Tanzania, ambao wanafuatilia kila kitu, na hususan kikao cha familia ambacho kinaendelea muda huu. Unasikia mpenzi mtazamaji, hichi kikao ambacho kimeweza kuletwa, au hichi kikao ambacho kinaendelea cha familia ya mbunge huyu Jenista Mhagama kupanga mazishi ya ndugu yao, kimeweza kuingiliwa na wanawake wawili
ambao hawajulikani, ambao wamevaa buibui, ambao wamevaa miwani aina ya sungares, ili miwani nyeusi, na wanajifanya wanalia, wanatiririkwa na machozi sana, lakini imekwisha gundulika kwamba ni kikosi cha TIS ambacho kimetumwa kwenda kuchunguza ni kipi ambacho familia inazungumza. Je, wamejua kwamba mpendwa wao huenda hakuweza kuaga kifo cha kawaida? Yaani wanafanya upelelezi, kwa lugha ya kimombo wanaita ground, kuweza kuona ni kipi ambacho kinazungumziwa. Ninakuambia kwamba hawa viongozi wameanza kukulana wenyewe, wameanza kumalizana wenyewe. Hii haraka ya serikali kumzika Jenista inatoka wapi? Tulizane. Kama familia inataka autopsy, ukipenda upasuaji, ni haki yao. Kama vipi serikali hii haramu isigharamie mazishi, ijitoe, alafu hawa TIS wa Mombo na Abduli ni wajinga sana. Yaani mnapeleka watu wenu hadi vikao vya familia kusikia ni kipi ambacho kinaendelea kupangwa. Washtukieni haraka mambo ya kizamani. Mimi niliwaambia hichi kifo cha Jenista sio kabisa, ndo mwelewe kwa sasa moto huko ndani ni mkali, ni mbaya kuliko hapa nje. Kila mwananchi aelewe muuaji mkuu ameshaonja damu nyingi za watu na hajatosheka. Ni wajibu wa kila mtu sasa kupinga na kupambana na uovu. Unaona, hata hii serikali imeanza kukulana wenyewe, wameanza kumalizana. Huyu ni mbunge wao wa chama cha CCM mwenye aliweza kuuawa au aliweza kuaga dunia. Familia inajaribu kupanga mazishi, taratibu za mazishi, lakini serikali imetuma maafisa wa TIS wawili kwenda kusikia ni kipi ambacho kinapangwa. Familia imesema kwamba wanataka daktari wa upasuaji, patholojia kutoka Kenya ndiye atawapea majibu sahihi. Kaka yake ambaye ni padri wa kanisa la Katoliki ameweza kuagiza patholojia, lakini serikali ya Samia inakataa. Mbona wanakataa? Kumaanisha kuna kitu ambacho kinaendelea hapa ambacho serikali inaficha. Alafu naomba uweze kuelewa hivi, mpenzi mtazamaji. Huyu mbunge Jenista Mhagama mwenye aliaga dunia alikuwa ni waziri wa afya Tanzania kabla ya Mchengerwa, mkazamwana wake Samia Suluhu Hassan, kuchukua hatamu za uongozi. Ninaelezwa hivi, Jenista alikuwa na taarifa za miili kwenye mahospitali mbalimbali kufuatia chinja ya Samia kuanzia Oktoba 29. Hatua ya kwanza ilikuwa kumtoa kwenye Wizara ya Afya na kuikabidhi wizara hiyo kwa mkwe wa taifa Mchengerwa. Then you know the rest of the story. Unaona mpenzi mtazamaji, naona hapa mambo huenda yakawa mabaya. Hii serikali yenyewe wameanza kukulana. Ninaambiwa Bwana Ezra, mchambuzi mwenye anatuletea taarifa za kikweli na unazungumza kwa niaba ya sisi wa Tanzania, pale ndani moto ni mkali kuliko hapa nje. Viongozi wenyewe wameanza kukulana vichwa. Viongozi wenyewe wameanza kumalizana. Wewe sijiulize ni kipi ambacho huenda kiliweza kujiri mpaka serikali inakataa
kwamba familia isije ikaleta mpasuaji mwanapatholojia kutoka Kenya kuja kuchunguza mwili wa mbunge Jenista. Ni kipi ambacho kilijiri? Unasikia eti kwamba alikuwa na idadi kamili na takwimu za wale ambao waliweza kuuawa kipindi cha chinja kuanzia tarehe 29 Oktoba. Wacha nikuambie, Mwenyezi Mungu hawezi akatulia kipindi ambapo watoto wake wanadhulumiwa. Hawa watu watakulana wenyewe kwa wenyewe. Hawa watu watamalizana wenyewe kwa wenyewe. Sisi ni muda tunawapea, kwa sababu hawakutusikiliza, kwa sababu wanatuongoza kimabavu, kwa sababu wametunyima uhuru wa mawasiliano, uhuru wa kujieleza. Tunaomba Mwenyezi Mungu alete mchanganyiko ndani ya hii serikali, wakosane wenyewe kwa wenyewe hadi wafukuzane, hata kuuana wauane, kwa sababu kipindi ambapo walikuwa wanawaua wananchi, hata hao wabunge hawakushtuka.